Kwanza, ndugu zangu viongozi mlioko kwenye ukumbi huu, tusisitize swala la amani katika jamii yetu, kwa sababu bila kuwa na amani mambo haya yote hatuwezi kuyafanya katika nchi yetu. Tuwe wajumbe wa kuwaeleza ndugu zetu kwa nafasi yetu, kila mmoja tusisitize swala la amani. Zamani, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, wakati tukiwa wadogo, kulikuwa na mjumbe wa nyumba 10. Mgeni akifika kijijini lazima aripoti kwa mjumbe wa nyumba 10, afahamike ni mgeni wa namna gani na ataondoka lini. Tulikuwa tunafanya kama wenzetu pengine wazungu wanavyofanya hivi sasa. Kwa hiyo tusisitize amani. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, watoto wetu wenye umri wa kwenda shule waende shule. Sisi ni viongozi. Zamani tulikuwa tunasema watoto ni watoto wa kila mmoja wetu. Hebu turudishe hilo, kwa sababu watoto wasipokwenda shule tunatengeneza bomu la wakati. Sisi tunakuwa nafasi hizi za CAG, kuwa mkoa, dasi, rasi, mkurugenzi, tutastaafu nafasi hizi. Lazima tuwe na jamii yenye elimu kwa ajili ya kutuendeleza na kulinda amani tulio nayo. Jambo lingine la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kusisitiza mkurugenzi pamoja na watendaji wa halmashauri kuhakikisha kwamba tunajenga matundu ya vyoo ya kutosheleza vijana wetu. Mwaka 2028 Januari tuna kitu kinaitwa cohort, wote tunafahamu. Tunapokea wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7. Tuhakikishe kwamba tunayo matundu ya vyoo ya kutosha ili watoto wetu wasome katika mazingira ya stara. Na standard ya matundu ya vyoo imetolewa maelekezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la 4 la mwisho ambalo ni la muhimu, pengine sambamba na haya, napenda kutaarifu kikao hiki kwamba mwaka huu tumejulishwa na wataalamu kwamba kutakuwa na upungufu wa pembejeo hizi za korosho, hasa salfa. Lakini upungufu huu tumejulishwa kwamba dawa zingine za maji zipo na zinatosheleza. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi dasi alinitambulisha, lakini naitwa Kanali Donald Wilson Msengi kwa maana na background ya mambo ya jeshini haya. Jeshini huwa tunasema ukipigwa unafanya nini? Unapigana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti ulisema pengine simba akikosa nyama anakula nyasi ili bora usife. Kwa hiyo tuna hali ya namna hii. Nipende kuwaagiza maafisa ugani kutoa elimu kwa wananchi wetu, hasa matumizi ya dawa hizi za maji. Kwa Mtwara na maeneo mengine tunayo imani kwamba salfa inafanya kazi vizuri kuliko maji. Kumbe wataalamu wanatufahamisha kwamba dawa ya maji inafanya kazi hata zaidi ya salfa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaomba pengine kwa ridhaa yako, kabla hujafunga kikao, mtaalamu wetu wa kilimo anaweza akatupitisha kwenye mambo ya kitaalamu zaidi. Kwa ndugu zangu, sisi tukawa wajumbe wazuri kwa wakulima wetu kwamba kwa mwaka huu tuna upungufu wa salfa, na si swala la serikali. Ni vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati ambako mara nyingi na wakati wote huwa tunaagiza pembejeo kutokea huko. Lakini serikali inachukua hatua. Jana kulikuwa na kikao, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alikiongoza cha wadau ili kuona njia nzuri ya kutoa elimu moja, lakini kujipanga sasa kwa ajili ya kufanya vyema zaidi kwenye misimu itakayofuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nawashukuru tena kwa kunisikiliza na kunialika kuwa mgeni rasmi katika kikao hiki. Ni imani yangu wataalamu wa halmashauri, mkizingatia maoni, maelekezo yaliyotolewa na baraza la madiwani pamoja na maagizo haya ambayo nimeyatoa, halmashauri yetu itaondokana na hoja zinazosababishwa pengine na uzembe wa baadhi ya wenzetu ambao unatokana na kutofuata taratibu. Badala yake tutabakia na hoja za kimfumo na kisheria pekee.
na maagizo nilikwisha toa kwamba hoja hizi ambazo ziko katika level ya halmashauri tuhakikishe tunazifunga ifikapo tarehe 30 Juni 2026 na zile za kimfumo au za kisheria ifikapo tarehe 30 Disemba 2026. Hakuna hoja ambayo hatuwezi kuifunga, hapana. Kuna levels za kufunga hoja tu. Vile vile alisema kaimu katibu tawala wilaya kwa